Baada ya mkutano wa viongozi wa Kiarabu, mkutano wa Arab League uliofanyika huko Iraq katika jiji la Baghdad, ambao ulijadili mzozo wa Israel na Palestina, hasa katika eneo la ukanda wa Gaza, ambapo rais wa Marekani Bwana Donald Trump alisema atahakikisha anaichukua Gaza, lakini akiwahamisha wakazi wa Gaza kuwapeleka Libya. Rais wa Urusi Vladimir Putin amewaalika wakuu wa nchi na serikali za nchi za Jumuiya ya Nchi za Kiarabu Arab League kuhudhuria mkutano wa kwanza wa kilele wa Urusi na Waarabu ambao utafanyika Oktoba 15 mjini Moscow. Ikulu ya Kremlin ilichapisha mwaliko huo kwenye tovuti yake rasmi siku ya Jumamosi, wakati viongozi wa Kiarabu walipokusanyika mjini Baghdad kujadili vita vya Gaza. Tunakusudia kuendeleza zaidi mazungumzo yenye kujenga na Umoja wa Mataifa ya Kiarabu pamoja na uhusiano wa kirafiki na wanachama wake wote, Putin alisema. Kuhusiana na hili, ningependa kualika viongozi wote wa nchi wanachama wa shirika lenu pamoja na katibu mkuu wa Arab League kushiriki katika mkutano wa kwanza wa kilele wa Urusi na Waarabu ambao tunapanga tufanye Oktoba 15. Katika mkutano huu tutajadili namna ya kupata suluhu ya muda mrefu katika eneo la Mashariki ya Kati, alisema rais wa Urusi Bwana Putin. Putin aliongeza kuwa mkutano huo utafanyika katika hali ngumu ya kimataifa, akimaanisha kuongezeka kwa kasi kwa makabiliano kati wa Palestina na Israel na majeruhi wengi ambao ni raia ambao hawakuwa na hatia katika mapambano hayo ambayo yanawagusa wa Palestina. Umoja wa Nchi za Kiarabu aliendelea kusema kwamba umejidhihirisha kuwa umekuwa na utaratibu madhubuti wa mazungumzo ya pande nyingi na majibu ya pamoja kwa changamoto na vitisho vinavyowakabili watu wa Mashariki ya Kati, lakini pia na Afrika ya Kaskazini. Marekani inapanga kuwahamisha wa Palestina hadi Libya, jambo ambalo Arab League imekataa na kusema hilo haliwezekani na hivyo kujichanga kwa ajili ya kujenga mji wa Gaza. Katika mkutano wa 34 wa Umoja wa Waarabu uliofanyika Jumamosi, viongozi wa kanda kwa pamoja walilani hatua za kijeshi za Israel huko Gaza, wakitaka kusitishwa mara moja kwa mapigano na kuahidi msaada wa kifedha kwa ajili ya ujenzi mpya wa eneo hilo. Kremlin imeonyesha uungaji mkono wa Moscow kwa juhudi zinazoongozwa na Waarabu za kutatua migogoro ya kikanda kupitia diplomasia na vilevile umuhimu wa kuzingatia kanuni zinazotambuliwa kwa ujumla za sheria za kimataifa, uhuru na uadilifu wa eneo la serikali. Urusi na mataifa ya Kiarabu yameimarisha uhusiano katika miaka hivi karibuni, ambapo Rais Vladimir Putin alisafiri hadi katika Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia mnamo Desemba mwaka 2023. Huko Abu Dhabi alikaribishwa na Rais Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kama rafiki mpendwa, na viongozi wote wawili wakisisitiza umuhimu wa kuimarishwa kwa ushirikiano ili kuhakikisha utulivu wa kikanda. Putin alielezea uhusiano huo kama wa juu sana na akamwita mshirika mkuu UAE wa kibiashara na Urusi katika ulimwengu wa Kiarabu. Pande hizo mbili zilijadili ushirikiano katika nishati na teknolojia ya hali ya juu. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein.